Tukielekea Uchina ni kwamba taifa hilo limeandikisha katika vitabu vya historia kwa kuwatanzua takriban raia wake milioni 1 kutoka lindi la umaskini uliokithiri katika muda wa miaka 8 pekee. Mafanikio hayo yametajwa na Benki ya Dunia kuwa ya kipaumbele na ambayo hayajawahi kushuhudiwa kwa kiwango hicho na kwa kasi hiyo. Tazama. Mafanikio hayo yalifanya China kuwa nchi ya kwanza kufikia lengo la kutokomeza umaskini uliokithiri lililowekwa katika ajenda ya Umoja wa Mataifa ya maendeleo endelevu ya mwaka 2030, miaka 10 kabla ya muda uliopangwa. Wachambuzi wanaeleza kuwa nyuma ya mafanikio hayo kuna uongozi wa chama cha kikomunisti cha China CPC ambacho kimeongoza mapambano hayo kupitia mipango ya muda mrefu, sera zinazolenga mahitaji halisi ya wananchi na falsafa iliyoweka maslahi ya watu mbele. Tangu mkutano mkuu wa 18 wa CPC mwaka wa 2012, kutokomeza umaskini kuliwekwa kuwa moja ya vipaumbele vikuu vya maendeleo ya taifa. Hatua hiyo ilisababisha kuanzishwa kwa kampeni ya miaka 8 iliyomalizika mwaka wa 2020 na kufanikisha kuondoa kabisa umaskini uliokithiri uliokuwa umeikabili China kwa karne nyingi. Ili kuhakikisha wananchi hawarudi tena katika umaskini, CPC ilianzisha kipindi cha mpito cha miaka 5 kuanzia mwaka wa 2021 hadi mwaka wa 2025, huku ikiendeleza sera muhimu za kusaidia maeneo yaliyokuwa maskini. Kwa mujibu wa takwimu za kitaifa, mwaka wa 2025 mapato ya wastani ya mtu mmoja katika maeneo yaliyokuwa maskini yalifikia yuan 18,627, huku kiwango cha ukuaji wa mapato kikifikia 8.2% kwa mwaka, kiwango kilichozidi wastani wa maeneo mengi ya vijijini nchini humo. Kuanzia mwaka huu, China imeunganisha juhudi za kupunguza umaskini na mkakati wa kufufua maendeleo ya vijijini, hatua inayolenga kuimarisha kisasa cha kilimo na kuboresha maisha ya wananchi wa maeneo ya mashambani. Mojawapo ya mbinu zilizochangia mafanikio hayo ni mkakati wa kupunguza umaskini kwa usahihi. Mkakati huo ulilenga kutambua kwa kina watu wanaohitaji msaada, aina ya msaada wanaohitaji na njia bora ya kuwasaidia kujitegemea. China iliunda mfumo wa kitaifa wa taarifa za umaskini uliowezesha serikali kutambua na vilevile kusajili kaya maskini kote nchini pamoja na sababu za umaskini wao na mahitaji yao maalum. Mbali na msaada wa moja kwa moja, serikali ilitoa mafunzo ya ujuzi, huduma za afya, makazi bora na fursa za ajira ili kusaidia wananchi kujenga uwezo wa kujitegemea kiuchumi. Katika juhudi za kuhakikisha hakuna eneo linalobaki nyuma, CPC ilianzisha mfumo wa ushirikiano kati ya mikoa iliyoendelea na ile yenye maendeleo duni. Uzoefu wa China katika kupunguza umaskini sasa unaangaliwa kama mfano wa vitendo unaoweza kutoa mafunzo kwa mataifa mengine yanayopambana na changamoto za umaskini duniani.